anaona kwamba anachokifanya yeye ndio msimamo wa sawa, lakini ukweli ni mambo mwanamke aliyeolewa yuko ndani ya ndoa, hakuna ambaye anastahili kumsikiliza na kumtii katika amri zake kama mumewe. Kama hajaolewa, mwanamke ana haki zaidi kuwasikiliza na kuwatii wazazi wake kuliko yeyote katika wanaadamu. Lakini akiolewa, ule utiifu unahamia kwa mume wake. Haruhusiwi kutoka katika nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini yake, na ikitokea ametoka pasina ya idhini ya mume, la'nataha almalaika, mwanamke huyo hulaaniwa na malaika mpaka pale atakaporejea katika nyumba yake. Yote haya yamekithiri katika jamii, na sababu kubwa ni watu kutokujua elimu ya kumfahamu Mola wao. Watu hawana maarifa na dini yao. Angalieni hata kwenye masala ya watu kuoa na kuolewa. Mzazi ana mabinti nyumbani kwake, anapokuja kijana kuoa, kwa kuwa mzazi huyu hana maarifa ya dini, basi hawezi kumpima yule kijana aliyekuja kuoa kwa vipimo vya kisheria ambavyo dini imeweka. Mtume anasema, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu in lam taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Enyi mawali, enyi wazazi wenye mabinti ndani ya nyumba zenu, atakapokuijieni kijana kwa lengo la kuja kuoa, angalieni tabia na dini yake. Mtume akataja mambo mawili, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, atakapokuijieni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Mtume anasema, illa mtafaaluhu, msipolifanya hilo la kumuozesha na kumkabidhi binti yenu baada ya kuwa dini yake na tabia zake ziko safi, msipolifanya hilo, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, itatokea fitna kubwa katika ardhi na ufisadi uliokuwa mkubwa. Kwa nini yatatokea haya? Kwa sababu mmekhalif na mmekwenda kinyume na mwongozo wa mwalimu wenu, mtume wenu alayhi salatu wassalam. Mtume anaelekeza katika hili. Wewe unaona kwamba maelekezo ya mtume hayafai, wewe unaona kwamba utumie na ufanyia kazi yale ambayo unaona kwako ndio ya sawa. Mzazi hana maarifa ya dini wala hayajui haya maelekezo, au anayejua yapo, lakini kwa kutokujua hatari ya kumkhalifu mtume anaamua kufanya yake. Atakayemkhalifu mtume yuko katika hatari. Allah anasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, watahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije wakapatwa na fitna au wakapatwa na adhabu kali. Fitna wanazoni wanasema ni kule kwenda kombo ukaacha njia ya sawa. Yani ukikhalifu amri za mtume, hasara utakayoipata ni wewe kutoka katika njia ya haki na kuingia katika njia ambayo si ya sawa. Kijana ameenda kubisha hodi, mzazi anaanza kumpima katika mizani ambayo si mizani ya mtume. Anaulizwa, wewe ni mtu wa wapi? Unafanya kazi gani? Una makazi yako? Na vitu kama hivi. Je, haya mtume ametaja kuwa ni vipimo kwa kijana anapokuja kubisha hodi nyumbani kwako? Mtume hakuyataja haya. Ndio maana mtume akasema, msipolifanya hilo
utatokea ufisadi mkubwa katika ardhi. Binti akaja kukuharibikia ndani ya mikono yako kwa sababu umekhalifu mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umemlea binti yako malezi salama safi, anasoma dini tokea akiwa ni mdogo. Umemzoesha stara akiwa ni mdogo, anavaa hijab, anavaa niqab. Lakini baadaye ulipokhalifu mwongozo wa Mtume, ukamnyima kijana mwenye tabia njema na dini kumpa binti yako, ukapewa mtihani wa kumwozesha yule ambaye unaona kwamba ndiyo sawa wewe kumkabidhi binti yako. Ukalikabidhi jitu ambalo halina dini, halisali, wala halina tabia njema. Madhara yake, ulipomwozesha binti yako huko, ile sala akaacha. Yani amekaa katika mikono yako zaidi ya miaka 20, anaswali, anasoma dini, anafanya kheri, lakini kwa kuwa umemkabidhi katika mikono ya mtu ambaye hasali, ikawa pia na yeye ni sababu ya kuacha swala. Atasaliji wakati kiongozi wake, msimamizi wake katika ndoa hasali? Aiza akaenda zile siku za mwanzo anasali, lakini baadaye akaja akakata tamaa. Hana mfano mwema wa kuiga. Mfano mwema ameuacha kwa wazazi wake, amekabidhiwa kwa mtu ambaye hana msimamo wa dini, na ile stara aliyokuwa anaivaa akaitupa. Mwanaume hataki. Mimi sitaki kutembea na mwanamke anajistiri namna hii. Siwezi mimi kufanya mambo haya. Ili tuweze kutoka out lazima uvae hivi na hivi. Unajizeesha na stara hapa, unavaa maijabu yako hapa. Haya ilikuwa ni huko nyumbani kwenu. Kwangu sitaki masala haya. Muda wa kuwa ushaingia katika himaya yangu na usimamizi wangu, haya siyataki. Utaevaa haya ukienda nyumbani kwenu kuwasalimia wazazi, ama hapa nyumbani kwangu sitaki masala hayo. Akawa sasa ni mtu wa kuvaa vijora, na amefika siku za mwanzo anamuuliza mume wake, anataka kwenda madrasa kujifunza Uislamu wangu, nilikuwa nasoma kipindi nipo nyumbani kwetu. Akanyimwa ruhusa ya kwenda madrasa. Baadaye marafiki zake wakawa ni watu wa mtaani, wanawake wasiokuwa na maadili. Mara baadaye anafunguliwa na yeye ofisi ya biashara, mara na yeye amefunguliwa saluni. Amepoteza dini, amepoteza maadili mema aliolelewa kwa wazazi wake. Kwa nini yamepatikana haya? Kwa nini? Watu wamekosa elimu ya kisharia. Anaona bora mkabidhi binti wake kwa mtu mwenye mali, anaona ndiyo salama. Lakini kumbe salama ni kumkabidhi binti yako kwa mtu mwenye maarifa ya dini, mtu ambaye atamshika mkono binti yako kwa kumwelekeza katika kheri na kumtahadharisha na mabaya, ili wapate salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na ukimkabidhi binti yako kwa mtu mwenye maadili na maarifa ya dini, hata kizazi watakachokipata watapata kizazi chenye maadili na maarifa ya dini. Kwa kuwa umeoa binti mwenye dini na wewe ni mtu wa kutoka, watoto wako watafundishwa kaida, watafundishwa Qur'ani, watafundishwa adhkari na mama yao. Lakini wewe mwenyewe hujasoma dini na unaenda kwa binti hajasoma dini, mnatarajia nini? Mnataraji mje mpata kizazi cha aina gani?
Kwa jamani, elimu ya dini ina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu. Aslu kulli fasadin fi dunya wal akhirah inma huwa aljahl, asili ya kila uharibifu katika maisha ya dunia na akhira ni watu kukosa elimu ya kumfahamu Mola wao Allah tabaraka wa taala. Wewe fuatilia huko maafa yeyote, shari yeyote unayoiona mahala, hilo ni kwa sababu ya watu kukosa maarifa ya dini. Hata katika upande wa wanaume, katika kuoa, wengi wao hawatilii maanani upande wa dini. Ana vigezo vyake ambavyo kajiwekea, hata kama vinaenda kinyume na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo Mtume akatuambia mwanamke huolewa kwa uzuri wake, kwa nasaba yake, kwa mali yake, kwa dini yake, lakini akasema fadhfar bidhati din, chagua mwanamke mwenye dini. Taribati yadak, mikono yako itakuwa imeshika mahala madhubuti. Ukioa mwanamke kwa sifa ya dini, utakuwa umeshika mahala salama. Watoto wako watalelewa katika malezi mazuri. Ustaraji watoto wako kupelekwa madarasa na kuhimizwa kwenda darasani, ikiwa mwanamke mwenyewe hana umuhimu na dini yake, yeye mwenyewe hasomi, na wala ukimwambia nenda kwenye darasa za wanawake hataki kwenda, ustaraji kwamba atawasukuma watoto kwenda madarasa. Ustaraji mke wako atawaamrisha watoto kuswali ilhali yeye mwenyewe hatekelezi swala. Ustaraji hilo, atawalea watoto kama vile yeye alivyo. Maisha ambayo anaishi mke wako ndio maisha ambayo watoto wako pia wataishi. Na mara nyingi watoto hurithi tabia kutoka kwa mama zao, kwa sababu ndio ambao wanaishi nao na wanakaa nao kwa kiasi kikubwa kuliko wanaume. Mwanaume anaweza akatoka alfajiri akarejea saa 3 usiku, mchana wote watoto wako na mama yao. Sasa ili watoto wako waleleke kwenye malezi mema, wachagulie mama mzuri mwenye maarifa ya dini. Ametaja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwamba wazazi wawili walizozana katika ndoa na ikafika mahala hakuna hukumu baina yao zaidi ya kuachana, wakapelekana kwa kadhi kwa ajili ya kwenda kutatua hiyo changamoto. Kasuluhisha, ikaonekana hakuna namna zaidi ya kuachana hao wazazi. Sasa hawa walipata watoto katika ndoa yao. Watoto wakalelewa na nani? Wakalelewa na baba au wakalelewa na mama? Kadhi akawarudia wale watoto, nyinyi mnataka mkaishi na nani? Wakasema tunaenda na baba. Yule mama akasema kumuuliza kadhi, kumwambia kadhi, waulize kwa nini wamechagua kwenda na baba yao. Akawauliza, kwa nini mmechagua kwenda kwa baba? Wakasema, mama huwa anatuchapa na kutuadhibu na kutupeleka madrasa kwenda kusoma, na tukifika kule anamwambia mwalimu atuchape, lakini baba huwa anatuambia tubaki nyumbani tucheze na wadogo zetu. Yule kadhi akasema, huyu mama ana haki zaidi ya kwenda kuolewa watoto wake. Dinuka dinuk, wanasema wanazoni, dinuka dinuk lahmuka wa damuk, shikamana na dini yako, ishike dini yako vema, kama vile ambavyo unalinda
na kuhifadhi damu yako isimwagike. Yani ukioa mwanamke ambaye hana maarifa ya dini, aweza akakutoa hata wewe kwenye njia ya sawa, mbali na kuwa ataupoteza watoto wako. Imran ibn Hittan rahimahullahu ta'ala alikuwa ni katika wanazuoni wakubwa wa ahlu sunnati wal jamaa, anategemewa. Alimuoa mwanamke mzuri sana ambaye alikuwa na fikra za kikhawarij. Akasema huyu binti ana fikra za kikhawarij, namuoa kwa lengo la kumbadilisha awe ni katika watu wa sunna. Alivyomuoa yeye akabadilishwa akawa ni katika viongozi wakubwa wa kikhawarij. Yani kama ambavyo unaingia kwa lengo la kujiaminisha kwamba nitambadilisha, kuna uwezekano pia wewe kubadilishwa. Wa kama anna asla kulli khairin fi dunya wal akhirah inma huwa al-ilm, na kama ilivyo asili ya kila kheri duniani na akhera, asli yake ni elimu. Ukiona jamii fulani inaishi katika mazingira mazuri ya kumtii Mola wao na kufanya kheri, ibada na mfano wake, sababu kubwa ni elimu. Hayo ni matunda miongoni mwa matunda ya elimu. Sasa sisi uwepo wetu hapa ni matunda miongoni mwa matunda ya elimu. Tusingekuwa tunajua faida za kukaa darasani na kukumbushana kama hivi, tusingekuja. Ni elimu ndiyo iliyotusukuma kuja hapa. Hata kufaulu kesho mbele ya Allah ni asili ya elimu, yani ni matunda miongoni mwa matunda ya elimu. Watu walipoijua elimu wakafanya yale ambayo ni sababu ya wao kupata ufaulu. Mjinga wa kuijua dini yake hawezi kufaulu akhira, kwa sababu hajui ambayo yatamuingiza peponi. Anafanyaje? Hata mtoto kumuona kuwa ni mwenye tabia njema, mwenye kuwajali wazazi wake, ni matunda ya elimu hayo. Anajua thamani ya mzazi, ndio maana anamjali na anamsaidia mzazi wake kabla hajamuomba. Na hata ikitokea amesafiri kwenda kuwasalimia wazazi wake, yeye mwenyewe akitizama ile hali anaelewa kwamba hapa panahitajika kitu fulani, anasaidia pasina kuombwa. Lakini wale ambao wana uwezo na anaweza akawatembelea wazazi wake na anaona kwamba kuna mapungufu sehemu fulani, hiki kinahitajika, hajajua thamani ya wazazi, hajui ubora na thamani ya kuwasaidia wazazi, hawezi akawasaidia. Anasubiri mpaka wazazi wamuombe tena zaidi ya mara 3 ndipo atoe. Hajajua thamani ya wazazi, hajakaa darasani, hajui hata ubora wa kujitolea katika njia za kheri kuwasaidia wazazi. Hata haya maisha ya ndoa, ukiona kwamba wanandoa wanadumu katika ndoa na wanaamiliana muamala mzuri, ni elimu. Kila mmoja anajua mipaka ya mwenzake. Mke wangu anapenda hiki, anakifanya kabla hata hajaomba. Mume wangu anapenda hiki, anakifanya kabla hajaomba. Elimu jamani, ndio asili ya kila kheri. Kwa hiyo tukitaka kheri za dunia na kheri za akhera, tulazimiane na jambo la dini. Tustaraji kheri ikiwa hatujashikamana na jambo la dini. Ndio maana akasema Imam Shafi'i, man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alayhi bil ilm. Anayetaka dunia alazimiane na elimu. Si unataka dunia, unataka utajiri, lazimiana na elimu ya kisheria ili ujue njia za kufikia utajiri.
biashara unazozifanya soma, na mengineyo katika mambo ya dunia, lazimiana na jambo la elimu. Na anayetaka akhera afaulu mbele ya Allah kwa kuingia peponi, alazimiana pia na elimu. Huwezi kufaulu akhera kama huna elimu ya kisharia. Lakini pia katika zama hizi ambazo mashekhe wako wengi, maustadhi wamekithiri katika jamii tuliyokuwa nayo, Muislamu ustaraji kwamba utapata udhuru mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ukaambiwa kwa nini kusoma? Bana, mimi nilikuwa nimeshughulishwa sana na biashara, nilikuwa busy sana, nilikuwa si mtu wa kukaa, nilikuwa mtu wa kuzunguka, nilikuwa shughulishwa na biashara. Basi wewe hamna shida, umefaulu. Hakuna jambo hilo. Amesema Sheikh Saleh Al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, baqa'uka fil jahli ma wujudi al-ulama alaysa huwa hujjatan alayk. Yaangalia hayo maneno hivi, kubaki katika hali ya ujinga. Ujinga kwa maana ni kinyume cha elimu. Ujinga ni kinyume cha kutokujua. Yani kama hujui kitu fulani, wewe unaitwa ni mjinga, na wala sio tusi. Kwa hiyo kubaki kwako katika hali ya ujinga, hali ya kutokujifunza Uislamu wako kwa dalili, pamoja na uwepo wa mashehe na wanawazuoni na waalimu wa dini kwa ujumla wao katika jamii iliyokuzunguka, hivi huoni hili jambo ni hoja dhidi yako siku ya Kiyama mbele ya Allah? Yani akiwa na maana, yani wewe upo katika jamii ambayo maustadhi wapo, waalimu wa dini wapo, na vikao vya kielimu ambapo watu wanasoma Uislamu wao vipo katika jamii iliyokuzunguka. Kisha wewe hautoi muda wako, hauoneshi uwepo wako katika vituo vya kielimu kwenda kusoma dini yako. Hivi huoni hili jambo ni hoja dhidi yako siku ya Kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala? Huoni hili jambo litakuletea hatari? Mashekhe wapo, maustadhi wapo, vituo vya kielimu vipo, na wewe hutaki kwenda kusoma dini yako. Hivi huoni hili jambo litakuletea hatari mbele ya Allah? Yani utakapoulizwa siku ya Kiyama, wewe mbona ukusoma dini yako, utajibu nini? Utajibu nini ilhali mashekhe walikuwepo? Utajibu nini wakati madrasa zilikuwepo? Na wewe uliumbwa kwa lengo la kuja kumwabudu Mola wako, na huwezi kumwabudu Mola wako isipokuwa kwa kukaa darasani. Haukuumbwa kwa ajili ya biashara, haukuumbwa kwa ajili ya kuja kuwa busy na masomo ya sekula ukaacha dini yako. Wewe umeumbwa kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanaadamu isipokuwa kwa ajili ya kuja kuniabudu. Wewe lengo la kuumbwa kwako hujalitimiza, unataraji nini mbele ya Allah? Hili jambo litakuletea hatari mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wewe umeumbwa kwa ajili ya ibada, alafu lile lengo la kuumbwa kwako umelipuuza, ukashughulishwa na mengine ambayo sio malengo ya kuumbwa. Yani wewe kweli unasoma sekula, yani kuanzia alfajiri mpaka kulala huna muda ukaa darasani kusoma? Yani wewe uko busy tu na dunia yako.
wewe ni mfanya biashara kweli, kuanzia asubuhi mpaka usiku, kwa wiki nzima, kwa mwezi, huna siku za kutenga usome dini yako? Na je, hayo ndio malengo ya kuumbwa kwako? Yani wewe ni busy tu na biashara, wewe unatafuta dunia tu, tena dunia ambayo ukifa inakuacha wewe, unaiacha dunia. Yani uko busy kutafuta mali ambazo ukifa uzikunazo katika kaburi lako, unaziacha, tena huzitumii hizo mali hata katika njia za kheri. Sina faida gani na wewe? Unakufa unaziacha kuwaachia warithi wako, tena warithi ambao hawatokukumbuka hata kwa chochote kwa ule urithi uliowaachia. Yani katika warithi wako utakaowaachia hiyo mali hakuna hata mmoja mwenye maarifa ya dini, akasema baba alipambana kwa ajili yetu mpaka hapa alipofikia. Jamani, tuchukue fungu katika hizi mirathi tutakazogawana. Hebu tuchange fungu, tununua hata kiwanja tukitoe wakfu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Tuchukue fungu tununua hata vitabu vya dini tupeleke msikitini. Jamani, thawabu zimfikie marehemu baba. Haukuwalea katika misingi ya dini, watakukumbukaje? Na wewe ulipambana usiku na mchana kupambania mali, ikakuweka busy, ukaacha jambo la dini. Mali ukaiacha, haikusaidii lolote. Hili jambo litatuletea hasara mbele ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la kusoma dini ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, hana udhuru mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haijalishi kwamba wewe unafanya biashara gani, haijalishi kwamba wewe unasoma nini sekula, wewe una ulazima wa kusoma dini yako. Na tunapohimizana kusoma dini, haina maana tunataka watu wote wao maustadhi, la. Tunataka watu waielewe dini ya Mola wao kwa dalili, watekeleze ibada zao wakiwa na yakini. Hili ndilo ambalo linahitajika. Unafanya biashara, una uhakika na biashara ambayo unaifanya haina harufu ya riba, haina udanganyifu ndani yake. Unaamiliana na wazazi wako kwa mujibu wa sheria inavyotaka. Unaamiliana na mke wako, unaamiliana na mume wako kwa mujibu wa Allah alivyoelekeza na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Uwalee watoto wako katika maarifa na malezi ya kidini. Uamiliana na jirani yako kama ilivyoelekeza sharia ya Kiislamu. Haya ndiyo ambayo yanatakikana. Haina maana kwamba kila mmoja asome ili aje apande mimbari siku ya Ijumaa. Haya sio malengo, ila ukifikia hatua hiyo pia ni jambo jema, lakini malengo ni kwamba kila Muislamu awe na maarifa ya dini. Uswali swala kama alivyoiswali mtume kuanzia takbira mpaka salamu, yani kwa namna ambayo swala unaiswali huku ukiwa na raha, burudishwa na moyo wako. Sio unatekeleza swala katika hali tu nimetoa dhima, swala nzito kwako wewe, kwa namna ambayo tukiswalishwa na maimamu. Hata katika tarawih mtu anaona imamu karefusha kisomo kwa sababu hajui imamu anachokisema, lakini angelijua na anakitafakari na kukiweka akilini kile ambacho imamu anakisoma, angetamani imamu aendelee. Tunaona visimamo ni virefu kwa sababu hatujui yanayosemwa. Kwa hiyo katika hizi zama ambazo sisi tunaishi ndani yake, kuna mashehe, kuna walimu wa dini, tustaraji kwamba siku ya Kiyama tutapata udhuru mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yani mtu akajitetea nilikuwa bize, akajitetea kwamba hakukuwa na mashehe. Mashehe wako wengi, hata kama hawapo katika mtaa wako, funga safari ufuate mashehe. Mbona unafunga safari za kibiashara
Kwa nini safari za kufuata dini wewe hutaki kuzifunga? Na hakuna yeyote atakayetekeleza jambo la kiibada kwa mazoea na kuwafuata watu ilhali hana misingi ya dini katika hilo, itakuwa anayoharibu na kuyakosea ni mengi kuliko anayoyatengeneza, kama alivyosema sahibu Zubad, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, na kila ambaye anatekeleza amali za kiibada pasina ya msingi wa ilmu atakuwa anayoharibu ni mengi kuliko anayoyatengeneza. Ukawa na swali na hujakaa darasani kuisoma hiyo swala, basi taraji utakayoharibu na kuyakosea katika swala ni mengi zaidi kuliko utakayoyapatia. Ndio utakuta mtu dua ya ufunguzi wa swala anasoma kul huwallahu ahad, yupo katika sijida anasoma subhana rabbiyal azim. Yakini ni kwamba ili uweze kutekeleza ipasavyo lazima uwe na msingi wa elimu. Hata ndoa ukiingia ilhali hujui haki za mwenzako, wewe utakuwa ni mtu kukosea kila siku, na ndipo pale migogoro ya kindoa inakithiri kwa sababu huna maarifa na hiyo ndoa. Man amila bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, anasema Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Atakayetenda jambo lolote la kiibada pasina ya elimu atakuwa anayoharibu ni mengi kuliko anayoyatengeneza. Kwa elimu ndiyo ambayo itakuongoza kutekeleza amali za kiibada kwa usahihi na uhakika, na kukosa elimu ya kisharia ni sababu ya wewe kuharibu na kukosea katika ibada zako. fi izdiyadi alilmi irghamu alida wa jamalu alilmi islahu alamal, katika kuzidisha ilmu ya kisharia, katika kusoma ilmu ya kisharia, irghamu alida, kuna kumdhoofisha adui shaitan. Wewe unaposoma ilmu ya kisharia unamdhoofisha shetani. Shetani anakosa nguvu za kukushawishi ili akuingize kwenye makosa na maasi na madhambi na haramu, kwa sababu elimu unayo. Elimu ni taa inakuangazia. Hata likija jambo tata, jambo hulijui, umeletewa jambo, wewe unawasha mwangaza wa elimu. Allah anasemaje katika hili? Unatoa aya, unatoa hadithi. Shetani anakuwa dhaifu, inakuwa ni vigumu kwake yeye kukupoteza. Shetani inakuwa ni vigumu kukuingiza katika biashara za kiriba, biashara zenye riba, kwa sababu umeshasoma riba ukajua hatari yake na madhara yake, ukawa uko mbali na riba kwa sababu unajua madhara yake. Shetani ni vigumu sana kukushawishi na kukuvuta mpaka akuingize huko. Umeisoma shirki ukajua hatari ya ushirikina, shetani anakosa nguvu na anadhoofika kukushawishi mpaka akuingize katika riba. Lakini ukiwa huna elimu ya kisharia, shetani anakupoteza kiurahisi kabisa. Haujui madhara ya shirki, hujui madhara ya riba, shetani anakushika, anakutupa anakutaka. Lakini ukiwa na elimu, shetani anadhoofika. Hata haya masala ya kindoa, wengi wao hawana ilmu za kisheria
mtu anashawishiwa na shetani mpaka anamwacha mke wake. Baadaye anakuja kuzinduka, anasema bwana, ni hasira tu bwana, sikukusudia kutoa talaka na vitu kama hivyo. Na ndio maana imekuja hadith, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna dhambi linalopendeza kwa shetani kama dhambi la talaka. Imekuja hadith, inna ash-shaytana yadhau arshahu ala alma, hakika shetani huweka kiti chake cha enzi, kiti chake katika bahari, juu ya bahari. Thumma yab'athu sarayah, kisha hutuma vikosi kazi. Shetani kakaa katika bahari, kisha anatuma vikosi kwenda kufanya kazi, yani kwenda kuwashawishi watu waingie katika madhambi. Anatuma huko, shetani anarudisha mrejesho kwamba nimemshawishi mpaka akaingia katika zina. Shetani anamwambia ma sanata shay'a, wewe haujafanya kitu. Mwingine anakuja anasema nimemshawishi mpaka ameingia kwa mshirikina au ameingia katika shirki. Anamwambia haujafanya kitu. Mpaka atakuja mwingine anasema nimemshawishi mpaka amemwacha mke wake, amempa talaka. Shetani fayudinihi minhu, anamsogeza mbele yake, anamvalisha taji, kisha anamwambia neema anta, mzuri ulioje wewe kwa kazi kubwa uliyoifanya. Wanazuoni wanasema amefurahia dhambi la talaka kwa sababu madhara yanayopatikana katika dhambi hilo ni makubwa zaidi kuliko madhambi mengine. Kuliko dhambi la zina ni baina yako na Mola wako, dhambi la shirki ni wewe na Mola wako, lakini dhambi la talaka maafa yake na madhara yake yanaenea kwa watu wengi. Sasa wale wanandoa wakifarikiana, huenda wakaachana kwa ubaya, wakatoleana maneno machafu, maneno ya kejeli, wakaibishana mbele za watu kwa kutoleana siri zao kwa muda ambao kwamba ulikuwa na hili una kadha, wakaachana kwa ubaya, na kila mmoja akamchafua mwenzake kwa upande wake. Mume alipofika kule akamtia dosari mke wake kwa wazazi wake, na yule naye akatia dosari upande huu. Hata wale watoto waliopata katika ndoa wakatetereka baada ya kuachana wazazi wao, na zile familia mbili zikawa na uadui, familia ya mke na familia ya mume, zote zikawa na uadui. Dhambi la talaka ni dhambi ambalo lapendeza zaidi kwa sheitani. Hatuwezi kuepukana na haya isipokuwa kwa kukaa darasani kuisoma dini yetu. Kwa elimu ndio ambayo inatuongoza sisi katika kheri, na mpaka wanazuoni wa Kiislamu wanasema elimu ya dini Muislamu anaihitajia zaidi kuliko hata anavyohitajia chakula na kinywaji. Bora ukose kula na kunywa, lakini si ukose elimu ya dini. Anasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد أنفاسه. anasema watu wanahitajia elimu ya dini zaidi ya wanavyohitajia chakula na kinywaji. Hitajio la Muislamu kuhitajia elimu ya dini ni kubwa zaidi kuliko wanavyohitajia chakula na kinywaji.
lianna at-ta'ama wash-sharab yahtaju ilayhi fi al-yawmi marratan au marratayn, kwa sababu chakula na kinywaji huenda akahitajia kwa siku mara moja au mara mbili, siku ikaisha. Yanaweza ukaamua kwa siku ukala mara moja na siku ikaisha na usipate madhara. Haweza ukala kwa siku mara mbili, ukanywa chai asubuhi ukaja kula baadaye usiku na siku ikamalizika. Wal ilmu yahtaju ilayhi biadadi anfasihi, lakini elimu ya dini Muislamu anaihitajia kwa kadiri ya pumzi zake. Muda wa kuwa unapumua, muda wa kuwa uko hai, unahitajia elimu ya dini. Yani kwa ufupi, maisha yako yote unahitajia elimu ya dini. Ndio maana hii elimu ya dini haina ukomo kama elimu zingine. Ndio maana kusema wanazoni al-ilmu min al-mahdi ila al-lahad. Elimu hii ya dini ni kuanzia ukiwa ni mtoto mdogo mpaka unaingia kaburini. Wewe ni unasoma tu. Yani huwezi ukasoma ukaizunguka masala yote ya kielimu ukasema nimemaliza. Huwezi. Kila siku wewe unahitaji elimu. Ndio maana msomi wa dini akikaa kwenye kikao cha kielimu, hata kama yale yanayozungumzwa pale anayejua, lakini lazima atatoka na faida. Yani kuna jambo lazima atasema kwamba hili nimechukua faida, na kama sio faida basi atakumbushwa katika hicho kikao. Huenda kuna jambo alikuwa analijua amelisahau alivyokaa darasani pale, ikawa ni sababu ya kulikumbuka, na kule kukumbuka ikawa pia ni kheri kwake yeye. Ameongeza elimu, ameifanyia tajdid, ameirenew ile ilmu iliyokuwa imesahaulika. Kwa elimu ya dini Muislamu anaihitajia zaidi ya anavyohitajia chakula chake na kinywaji chake. Bora ukose chakula, bora ukose kinywaji, lakini usikubali kukosa ilmu ya kisharia. Usikubali kutekeleza ibada zako kwa kufuata mkumbo na kuiga watu. Kaa darasani ujifunze, haujapitwa. Na usipofanya hivyo, uelewe kwamba siku ya kiyama utakuja kuulizwa na Allah tabaraka wa taala, nilikuumba kwa ajili ya kuja kuniabudu, mbona ibada zako zinaonekana zimejengwa juu ya msingi wa ujinga, hazina ilmu? Na mashekhe walikuwepo katika mtaa wako na jirani na jamii iliyokuwa imekuzunguka, kwa nini kusoma ilmu ya kisharia? Utakosa hoja ya kujitetea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kutokana na muda wetu, naona tutatosheka na kipengele hiki kimoja. Nitakiwa tumalize saa 6:15, lakini naona nikianza kipengele kingine muda utarefuka. Kwa tutosheke na hiki tulichokiona kwa siku ya leo. Allah tabaraka wa taala akituwafikisha kwa wakati mwingine, tukipata fursa na afya na uzima upo, tutakuja kumalizia vipengele viwili vilivyobaki. Tutakuja kuona pupa waliokuwa nayo wema waliotangulia katika kulisoma jambo la dini, ilmu ya dini. Walikuwa na pupa ya hali ya juu, mpaka ilifika mahala baadhi ya wanazuoni waliuza mpaka nguo zao wanazozivaa ili wapate pesa za kwenda kusoma elimu ya kisharia, na wengine walikuwa wanauza mpaka vyakula vyao vilivyoko ndani ili wapate pesa za kwenda kununua vitabu.
Na kuna wanazuoni walipata tabu katika kusoma ilmu ya dini, walikuwa wanatembea katika jua kali mpaka wanakidhi haja ndogo damu kwa sababu ya kutafuta ilmu ya kisharia. Lakini pia tutakuja kuona tukipata fursa fadhila na ubora unaopatikana kwa wale ambao wanaisoma elimu ya kisharia. Tumeona wajibu wa kusoma. Je, kuna faida gani, kuna fadhila gani kwa sisi kusoma elimu ya kisharia? Allah walipe kheri wote mliohudhuria katika mahudhurio haya, na ajalie katika mizani ya mema yenu siku ya Kiyama.